Bwana Jaffe wa mipango, ni kuna tetesi hizi ambazo zinasambaa hivi sasa katika mitandao ya kijamii ambazo naomba nikupitishe hapa. Ni katika ukurasa wa Salim Kikeke. Yeye bwana ameposti kwamba Dewji kudhamini timu 10 NBC Premier League 2025-2026. Nikisoma zaidi hapa, ameandika mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kampuni ya Simba Soka Mohamed Dewji anafikiria kudhamini klabu 10 za ligi kuu NBC kwenye msimu ujao wa mwaka 2025-2026. Udhamini huo ni kupitia moja ya bidhaa yake ya kinywaji, na inaelezwa kuwa ni kati ya kiasi cha shilingi milioni 300 hadi milioni 400 kwa timu. Bana, ni virabu 10 na kumbe ni milioni 300 mpaka milioni 400 kwa timu. Ina maana kwa kila kirabu. Unalizungumziaje hili, na je lina afya katika ukuaji wa soka kwa hapa nchini? Kwanza nashukuru kwa fursa ambayo mmeweza kunipatia, lakini tukienda moja kwa moja kwenye swali uliloliuliza, kama lina afya, swali jibu langu litakuwa la moja kwa moja kwamba sioni afya katika hicho ambacho kinataka kufanyika hapo, kama taarifa ilivyotoka kupitia ukurasa wa Salim Kikeke. Kubwa sana nadhani ni moja ya familia ya Simba Sports, kwa hiyo naamini limetoka ndani ya uongozi wa Simba Sports mpaka limeweza kuchapishwa hivyo. Si swala ambalo lipo kitetesi wala lipo kiubabaifu. Mimi ninachokiona hapo ni swala ambalo lipo limejadiliwa na ajenda kapewa Salim aje ailete kwa umma, na kwa sababu tayari ni mwanahabari mkubwa na peji yake ina wafuasi wengi, sisi tumeweza kuiona hiyo taarifa na tupo hapa kuizungumzia. Swala hilo silioni kuwa na afya kwa moja kwa moja, kwa sababu linakuja kuleta athari kubwa ya kuzirahisishia hizi timu ambazo tayari zina wadhamini au zina udhamini ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara kudhoofika, kwa sababu sioni ushindani wa moja kwa moja. Sioni ushindani wa moja kwa moja kwa hizi timu, kwa sababu naona hali ya upangaji wa matokeo ambao itakuwa inatokana na vilabu vinavyodhaminiwa na timu fulani, ambapo mwekezaji wake atakuwa kwenye hiyo timu kama sehemu ya mwekezaji, kwa sababu tunapozungumzia Mohamed amebakiza asilimia ndogo sana za kuwa mwekezaji. Kwa hiyo hii naona ni njia ambayo Simba Sports watakuwa wameitumia kuiamsha TFF ambayo ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kwamba bana msikieni, hiki kinachoendelea sasa hivi sio kizuri, na sio kwamba Simba inashindwa kufanya, na kwamba hiyo fedha ambayo inawekwa katika hivyo vilabu wao watashindwa kuweka, kwa sababu aim kubwa ya wao kufanya hivyo ni kutangaza biashara. Mohamed anazo biashara nyingi ambazo anaweza akazigawanyisha katika hao 10 anaotaka kuwadhamini. Kwa hiyo unaona hakuna afya ambayo itakuwepo. Mara nyingi amekuwa akitangaza bidhaa zake kupitia jezi za Simba Sports. Sasa anapopeleka bidhaa zake katika vilabu vingine hatuoni ushindani, kwa sababu uwezo ukampangia bosi cha kufanya, kwa sababu yeye anakulipa mshahara. Aliyakuwa yupo katika mamlaka yake, ana uwezo wa kuonana na wewe, ana haki ya kuonana na wewe muda wowote. Siku kabla ya mchezo anaweza kuzungumza na wewe na akakupa hamasa. Sasa vipi hamasa yake ikiwa inakwambia kwamba sikilizeni, huu ni mchezo muhimu kwa upande wetu, mnachotakiwa muangalieni kila namna ya kutubeba kwenye mchezo. Unategemea kutakuwa kuna ushindani? Unategemea utaona Simba ikipoteza mchezo? Katika mechi 10, katika timu 10 tunazungumzia alama 60 home and away. Alama 60 tunazungumzia tayari possibly wewe una nafasi ya kuwa bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa unajihatarishia wewe mwenyewe katika michuano ambayo hivi sasa tunazungumza umeweza kuweka walau muendelezo wa wewe kufika hatua za robo finali. Mara 6 mara 7 hii umefika finali ya kombe la shirikisho, ukiachilia mbali na uzungumzo ya 93. Binafsi sikuiona, lakini naisoma kwenye records ambazo zimewekwa. Niliwahi kuzungumza na King Kibade Mputa, akanieleza hali halisi ilikuwa kwa wakati huo na namna ambavyo ilivyo na utofauti na hivi sasa. Kwa hiyo silioni ili swala likiwa na afya, Mr. Augusto. Sioni kama ushindani utaendelea kuwepo kwa ligi kuu soka Tanzania bara, kwa sababu ili swala naliona katika jicho la tofauti. Itakuwa ni ushindani wa kimasoko ya kibiashara, kwa sababu sasa haitakuwa ni ligi, itakuwa ni masoko ambayo sasa bidhaa zinaletwa, kila mmoja anashindanisha bidhaa yake ili ifanye vizuri sokoni. Kwa maana hiyo kama GSM Gharibu ataweka milioni 400, inamlazimu sasa ndugu yetu Mohamed aweke dau zaidi ya lile milioni 400 ili kurahisisha hizi timu kuwa upande wake kuliko kuwa upande wa
klabu ya Young Africans. Sasa mnapogawanyisha makundi ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara, ni maanisha mnaweka utimu, na huu utimu ndio umekuwa ukiathiri timu nyingine kujituma kwa hali na mali kuhakikisha kwamba bana tumekwenda kupambana na tunachokihitaji ni matokeo. Imekuwa ina athari ya moja kwa moja. Tunaziona hizo. Kinachoikwamisha mfano timu kama Azam ni Usimba na Uyanga ndani ya uongozi. Ndicho kinachoitafuna kwa hivi sasa. Usimba na Uyanga umefanya viongozi waonekane hawana uweledi wa kujua nini wanachokitaka kwenye msimu. Usimba na Yanga ndio umewafanya waonekane ni tawi. Huyu anaimba ni tawi la Simba, yule anaimba ni tawi la Yanga. Licha kuwa wana uwekezaji mzuri, wana wachezaji wazuri, wana kila kitu, facilities zote ambazo kwenye Simba na Young Africans huwezi ukazipata. Why wewe uwe kila siku unakwama kwenye michuano ya kimataifa? Yani wewe umekuwa ni unakwenda kusindikiza wanaotaka kushindana kwenye hiyo michuano. Kwa maana hiyo kwamba tunashindwa kujua aim yako ni nini sasa. Yani wewe dhumuni la kuanzisha timu kushiriki ligi kuu soka Tanzania bara ni lipi? Na usajili unaofanya Azam Football Club ni usajili ambao muda mwingine vilabu vya Simba na Young Africans haviwezi vikafikia. Unaona? Kwa sasa unashindwa kujua unamleta mtu ambaye unamlipa mshahara wa milioni 21, anakuwa na maana gani kwenye klabu yako yaliyokuwa klabu yenyewe haijui nini inataka. Sasa mnapokuja kuwa na ajenda ya kulileta hili swala moja kwa moja kwamba Mohamed achukue timu zake 10, Ghalib naye achukue timu zake 6, ina maana ushiriki wa timu ni timu 16. Kwenye timu 16 ukizitoa timu 2 Simba na Yanga, ina maana Mohamed atabaki na timu 9, huku tunazungumzia atakuwa na timu 5. Sasa huoni ushindani utakuwa sasa baina ya timu 5 kwa timu 9. Toa tu hizi Simba na Yanga, itakuwa ni ushindani wa timu 5 kwa timu 9. Kwa sababu huku sasa itakuwa ni timu Mo, huku itakuwa timu Gharib. Sio ni yani ile swala silionei afya. Nadhani tu mimi naona itakuwa ni wake up call kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwamba bana tumechoshwa na huu taratibu ambao umedumu ndani ya msimu mzima wa 24-25 kwa klabu fulani kudhamini kwa mdhabuni wake wa upande wa masuala ya jezi kudhamini vilabu vingine ambavyo kuna viashiria vya wao kuona kwamba hawa watu wanabebwa kwa namna moja au nyingine. Kwa mimi naliona hivyo Mr. Augusto. Sasa mpaka Mo anafikia hatua pengine tu kwa sababu Tanzania kuna kasumba tetesi yoyote mara kadhaa tumeona tetesi zinakuwa zinaibuka kuwa ukweli. Na vipi kama hili litakuwa ni kweli? Je, Mo anafanya hivi kulipa mapigo kwa wapinzani wake au anafanya hivi kuikomoa bodi ya ligi pamoja na shirikisho ambao wameshindwa kusimamia jambo ambalo limekuwa likipigiwa kelele kwa msimu mzima takriban na mashabiki lakini na viongozi wa Simba kwamba halina afya katika uwekezaji na katika maendeleo ya kisoka hapa. Tunarudi kule Augusto. Ukisema anajibu mapigo, siaoni mapigo yenyewe ambayo anayajibu. Ukisema ni swala la kunanili kwa bodi ya ligi, bado na penye sidion, lakini mimi ninachokiona ni njia pekee ambayo sasa wameona wanaweza kuzungumza na bodi ya ligi. Yani mimi naiona hii ni njia moja kwa moja ya wale Skalia sasa kuamka kuona kwamba nilichokifanya katika uongozi wangu licha ya mazuri yote ambayo yanaimbwa na kusifia, pia kuna changamoto nyingi ambazo pia kuna blanda ambazo nimezifanya na blanda zenyewe ndo kama hizi zinaonekana kwa sasa hivi. Sasa ili kuondosha hayo madhaifu ambayo yanaharibu taswira ya kile ambacho umeweza kukitengeneza, ni watu sasa kutoka kuja kwa namna nyingine ya wao kuidai haki. Mimi ninachokiona Simba wanaidai haki. Ndicho ninachokitazama kwa hivi sasa. Ila sioni mafikirio ya moja kwa moja ya Mohamed kutaka kudhamini hivyo vilabu vingine. Sioni. Ila ni njia sahihi au njia pekee ambayo wao wamekaa chini na kutazama kwamba bana kama hili swala halitozungumzwa wala halitochukuliwa hatua, sisi nasi tupo tayari kuweka fedha, kwa sababu tunapoweka hiyo fedha haipotei bure. Tutakuwa tumeongeza kujitangaza. Ina maana kuna watu bado hawajajua bidhaa za Mo ni bidhaa gani. Kuna watu hawajui Mo anajihusisha na nini. Na wapo Tanzania hii. Sasa anapotumia fursa kama hiyo, anapotumia platform kama hizi, inakuwa ni rahisi timu za huko mikoani kujua kwamba bana hii timu ipo na mdhamini fulani na huyu mdhamini anajihusisha na masuala kadhaa. Kwa hiyo anakuwa amemrahisishia kwenye swala lake la masoko, unaona? Sasa ukisema TFF iliangalie, kwa kweli ndo nitakuwa nimeamini kwamba
nitaungana kauli na yule shabiki wa Yanga yule aliyezungumza kuhusiana na kauli fulani kuhusiana na viongozi wa shirikisho pamoja na bodi ya ligi. Sipo kusema kauli yake ilikuwa sahihi, lakini ikiwa hivyo itanithibitishia kuamini moja kwa moja kwamba hawa watu walipewa mamlaka aliyakuwa kuisimamia mamlaka yenyewe. Kwa hiyo mimi naona kwangu hili swala ni namna ambayo Simba wametumia njia ambayo wanaona ni sahihi kutafuta haki katika msimu unaofuata.